Kutokana na hali ya uchafuzi wa mazingira uliopo katika shehia ya Kisima Majongoo, imepelekea wananchi kuwa na hofu ya kupatwa na maradhi mbalimbali, hususan katika kipindi hichi cha mvua zinazoendelea kunyesha. Haya yameelezwa na mmoja kati ya wakazi wa shehia hiyo, Omar Isa, wakati alipokuwa akifanya mahojiano na Mshindo TV huko Kisima Majongoo, wilaya ya Mjini Unguja. Nzia kuhusu hali ya mazingira hii sehemu, kwa vile haiko salama sasa hivi. Ilikuwa ni sehemu nzuri ambayo watu tunapumzika, tunazungumza kwa muda wote, lakini kutokana na hali ilivyo sasa hivi imekuwa sio hali ya nzuri. Haiko vizuri kutokana na afya mazingira yetu. Kwa hivyo huwezi hata kukaa ukasema labda unajipumzisha utapata upepo uliokuwa mzuri, mazingira mazuri. Haiwezekani kwa sasa hivi kutokana na hii hali iliyokuwa hapa. Kwa hivyo tunahitaji wenye kuhusika na mazingira haya tusaidiane kwa pamoja ili tuweze kuondoa huu mji uwe mzuri kutokana na mazingira yaliokuwepo, watu waweze kukaa na kufanya shughuli zao. Kwa sababu tukisema tuachie manispaa peke yao, vile vile tutakuwa tukitenda haki. Kwa sababu wao hata kama hawajaweza kusafisha, hatuathirika sio manispaa. Ni sisi wakazi wa hapa na watoto wetu. Kwa sababu ndio wanaoishi na kuka ndo hapa. Kwa hivyo tutakuwa tumeathirika sisi. Kwa hivyo tusichukue utamaduni wa kusema lazima manispaa analipwa atengeneze. Kwa pamoja tushirikiane wananchi. Shanifahamu. Basi tuweze kuiondoa hii hali. Hapo tutakuwa tumetenda haki. Lakini tukisema tuachie manispaa peke yake tutakuwa hatukutenda haki kutokana na mazingira yetu hapa yalivyo. Kwa hivyo lazima tusaidiane kwa pamoja ili jamii iwe salama. Hivyo amewataka wananchi wenzake kukaa pamoja na sheha ili kujua ni mbinu gani za kufanya ambazo zitapelekea kuepukana na changamoto iliyopo pamoja na kuepukana na maradhi mbalimbali ikiwemo ya mlipuko. Kwa tutakaa naye sheha, tutamwelekeza na kwa pamoja tutajadili nini cha kufanya kutokana na hii hali, kwa sababu sio ya sheha, sio ya raia kwa hiyo. Ndio kabisa. Kwa hivyo Mungu akitujalia tutakaa naye sheha na tutajadiliana naye, tutapata mwafaka nini cha kufanya, tutafanya. Tutamaliza hivi kwa salama sana. Na inshallah Mungu atajalia tutamaliza vizuri kwa sababu tunapolinda pana njia. Kwa hivyo na kwa sababu tunaipenda nchi yetu na mazingira yetu na sasa wageni ni wengi. Basi na mvua hizi zinazokuja tunaomba maradhi tofauti yakatuambukizia. Kwa hivyo tutajitahidi kati ya wote tukana shaka basi na watu wahusika na mambo haya tutafanya kwa pamoja. Sheha wa shehia ya Kisima Majongoo, ndugu Jacob anaye pia kusema kuhusiana na kadhia hiyo. Ni sheha wa shehia ya Kisima Majongoo ambao tumekuwa nayo kwa sasa hivi iliyobakia ni hapa kwa jumba nambari 1 kwenye maskani ya CCM hapa. Tatizo la hapa kwa sasa hivi maji yanayotoka barabarani yanapokuja huko yanakoishia kutoka roundabout ya Michenzani kuelekea jumba nambari 9, kuna hii capstone imevunjika, ukingo wa maji wa barabarani umevunjika. Kwa hiyo unahitaji kurudishiwa tena upya ujengwe kama ulivyokuwa mwanzo, kwa sababu unaleta athari za maji ambayo maji yanapelekea kuingia kwenye maskani hii na kuelekea kwenye mitaa ya watu ambao wanakoishi. Na nafikiri si hali nzuri, si hali ya kupendeza na wala haileti haiba. Lakini pia tunawashukuru watu wa manispaa, tumekuwa tukishirikiana nao vizuri katika kuondoa tatizo la maji machafu katika majumba ya Michenzani. Na pia tunamshukuru mkurugenzi, kaimu mkurugenzi wa manispaa, kwa sasa hivi tuna mashirikiano mazuri, tumekuwa tukifanya kazi naye vizuri. Tumekuwa kuna hali ya usafi sasa hivi, kuna kikundi ambacho kinasafisha katika maeneo haya ya Michenzani. Baada ya kukaa kikao kazi pale manispaa pamoja na watendaji, madiwani na masheha, tulikutana pamoja kwa ajili ya kuweza kuleta haiba nzuri katika majumba haya ya Michenzani. Sasa hivi hali kidogo inapendeza. Ila katika shehia yangu kwa sasa changamoto iliyobakia, jumba nambari 5 kuna drainage ya maji machafu. Mwisho kabisa wa jumba hapa kuna drainage ya maji machafu ambayo kwa kweli haileti haiba nzuri. Maji yamekuwa yakifurika, yanatoka na kwenda zake chini. Lakini pia nimejaribu kuzungumza na watendaji, tusaidiane tuangalie namna bora ya kuweza kurekebisha miundombinu hii ya maji ili maji yaweze kwenda kama inavyotakiwa. Kule mwanzo jumba nambari 5 maji yanakwenda vizuri, lakini huko ngazi ya mwisho inaonekana miundombinu imevunjika, haiko katika hali nzuri. Tunahitaji kuja kuirudishia, kujenga tena upya ili iweze kupeleka maji kama inavyotakiwa. Moja kwa moja mpaka baraza la manispaa
Lengo ni kwenda kujua mikakati gani ambayo wamepanga kuifanya katika kuhakikisha nchi inakuwa katika mazingira yaliyo safi na salama. Langu ni Yasir Mkubwa Elba Hassan, ni afisa habari kutoka Baraza la Manispaa ya Mjini. Kinacholalamikiwa kwa muda mrefu maeneo ya Michenzani ni kwamba kuna uchafuzi wa mazingira na kwamba mabomba yanayopitisha maji machafu maeneo ya pale yameshapasuka na maji machafu yanazagaa mitaani, jambo ambalo sisi kwa upande wetu Baraza la Manispaa Mjini tuna jukumu la kuhakikisha mji unakuwa safi siku zote, wakati wote na muda wowote. Lakini tufahamu kwamba kwa maeneo ya pale Michenzani, maji ambayo yanatoka katika mabomba ya pale, kama nilivyosema awali, kwamba bomba zake zimeshakuwa chakavu, zimeshachoka. Ukiangalia maeneo ya nyumba namba 1 mwisho pale kuelekea Miembeni kule kwa Sale Decoration, pana maskani kama nilivyozungumza kwamba pale pana maji machafu. Hivi mwezi uliopita katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani 10 la mwanzo pale, sisi manispaa tulifanya ukarabati wa kutoa bomba ambalo limepasuka na lilikuwepo chini ya ardhi. Kwa hiyo kwa sasa hivi hali inaridhisha kwa kiasi fulani, kwa sababu ile bomba tumeitoa na wataalamu wetu wamefanya marekebisho ya kutoa bomba ile ambayo imeshachoka na kuweka bomba nyingine. Lakini mchakato wa kubadilisha mabomba yote katika majumba yote ya Michenzani ni mchakato wa muda mrefu na ambao unahitaji gharama nyingi. Kwa hiyo sisi Baraza la Manispaa Mjini, licha ya kwamba tunashughulika na swala zima la usafi, lakini tufahamu kwamba nyumba zote za maendeleo za Michenzani ziko chini ya usimamizi wa shirika la nyumba. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba ni kushirikiana baina yetu sisi Manispaa ya Mjini na shirika la nyumba katika kuangalia namna gani itakayokuwa bora kuhakikisha kwamba mji wetu unakuwa katika mazingira ya usafi, kwa sababu shirika la nyumba wao wanakuwa wanatupa mafuta na mafuta yale ambayo wanatupa gari zetu zinakwenda pale kufyonza maji machafu katika mashimo na karo zote za pale. Kwa hiyo wananchi wafahamu kwamba serikali inaliona hilo swala na inafuatilia hatua kwa hatua, na mchakato wake ni mrefu wa kuhakikisha kwamba ile situation ya pale kama inavyoonekana, kama ilipopungua sasa hivi, basi na maeneo mengine yote yataendelea kupungua. Lakini nizungumze jambo jingine kwa wananchi wanaokaa maeneo ya pale, wakazi wa maeneo ya Michenzani, kuanzia nyumba namba 1, nyumba namba 5, nyumba namba 9 na nyumba namba 10. Walio wengi watu wanashindwa kufanya usafi wao wenyewe, na ukitembelea pale utakuta kwamba kuna majani yamepandwa, kuna wengine miti imeshakuwa mikubwa. Sasa lile si jukumu la Baraza la Manispaa kuja kusafishia wewe nyumba yako kila siku. Wewe mwenyewe jenga utamaduni wa kufyeka maeneo yako, kuweka usafi katika nyumba yako, lakini pia kusimamia mazingira ya mji wako wewe mwenyewe unaishi, kwa sababu jukumu la usafi sio la manispaa peke yake, ni jukumu letu sote. Na ndio maana kwa ulimbi wetu sisi Baraza la Manispaa tunasema huduma kwa jamii, usafi ni tabia. Kwa hiyo tunaposema usafi ni tabia, unaanza na wewe mwenyewe. Kwa sasa ikiwa mwenyewe mazingira yako sio mazuri, hujeka mazingira salama, basi pahali popote utakapokwenda basi utakuwa ni mtu wa kuweka uchafu tu. Kwa hiyo wananchi wa pale, sisi manispaa tuna siku zetu maalumu kwa ajili ya kufanya manispaa shirikishi. Tunashirikiana na jamii na wakazi kwa mitaani kwa ajili ya kusafisha mji wetu. Tunawataka wananchi washiriki kwa ajili ya kufyeka, kutokea baadhi ya siku mpaka viongozi wakuu wa serikali wanashiriki na wao katika kufanya usafi. Kwa hiyo tunaomba wananchi na tunawataka hasa wale ambao wanaokalia maeneo ya pale wasiruhusu kuweko kwa vipori vidogo vidogo ambavyo ni mazalia ya mbu, lakini sambamba na wale, kuna wengine matenki yao ya maji yanakuwa yameshapasuka mabovu, pipe zao zimeshapasuka mbovu. Kwa hiyo yale maji ambayo yanatoka
kidogo kidogo yale matone ndio yanopelekea ile hali ambayo ni kama inavyoonekana. Kwa hiyo nitoe wito kwa wakazi, tushirikiane kwa pamoja na manispaa katika kudumisha usafi wa mji wetu, kwa sababu suala la usafi si la manispaa peke yake. Suala la usafi ni kwa jamii kiujumla. Tudumishe usafi wa mji wetu. Baraza la Manispaa mjini tunasema huduma kwa jamii, usafi ni tabia. Na kauli mbiu ya Baraza la Manispaa ni huduma kwa jamii, usafi ni tabia. Hivyo wananchi tuwajibike kwa pamoja katika kuhakikisha tunaweka safi mazingira yaliyotuzunguka. Fatma Rajab, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare